Allah subhanahu wa ta'ala kwa maajabu yake sura ya 15 ndiyo ametaja aya 7 za kurudiwa akikusudia suratul Fatiha. Kwa idadi yake hata ukiigawanya bado inajisoma kwa yenyewe. Lakini angalia maajabu ya suratul Fatiha, zile herufi 143 zinazotengeneza suratul Fatiha zinatokana na herufi 21 tu katika herufi za Kiarabu. Yani zile herufi za Kiarabu si ziko 28 katika alfabeti, Mungu kateua 21 tu ndo katengenezea suratul Fatiha. 28 toa 21 zinabakia ngapi? 7. Maana yake suratul Fatiha imetumika herufi 21 kuitengenezea katika alfabeti za Kiarabu, na zimeachwa herufi 7, ambayo 21 hii ukiigawa kwa 7 inaingia mara ngapi? Mara 3, kwa sababu 7 mara 3 ni 21, na zinabakia 3 na herufi 7 hazikutumika kuitengenezea suratul Fatiha. Hizi aya 7 na haya maneno na hizi herufi 21 kwa jumla 29 zote ni dua katika mafundisho ya Qur'ani. Zikitumika kwa kisomo hupotezi chochote, utapata makubwa katika tiba. Wanachuoni wametengeneza dua ya suratul Fatiha na herufi 7 zilizoachwa katika suratul Fatiha, dua yenye kazi mbili. Dua moja kazi yake ni kufungua, dua moja kazi yake ni kukinga. Na wakafundisha wanachuoni, ukiitumia dua hii kwa kuisomea ama kuiandika katika maji yoyote yale, kisha ukaichanganya na maji ya mvua, ukiitumia ni tiba ya kila jambo kwa idhini ya Allah. Ukiitumia ni kinga kwa idhini ya Allah. Ukiitumia ni fathul jasadi kwa idhini ya Allah. Lakini nani leo anajua kuitumia hizi sura? Na wakasema kabisa suratul Fatiha mpango wake katika kuisoma unaibadili kutoka katika surati Yasini. Maana kuna ufunguzi wa surati Yasini na Mubini, na kuna ufunguzi wa suratul Fatiha na Mubini. Suratul Fatiha ina aya 7, lakini surati Yasini ina Mubini 7. Nimeeleweka vizuri? Maana yake ukisoma suratul Fatiha moja inaendana na ufunguzi wa Mubini moja. Ukimaliza Mubini 7 kuna aya zinaendelea mpaka mwisho wa nini? Mpaka mwisho wa surati Yasini. Chukua katika surati Fatihi, sura ya 48, ambayo nayo ina Mubini moja. Si mmenielewa? Unapata